Kwa majina yangu ninaitwa Egbert Baguma. Mimi ni daktari na mshauri wa ufugaji biashara kwa upande wa wanyama mbalimbali. Leo hii nipo katika shamba la Lake Zone Farm iliyopo Mwanza. Ninapenda pia kuzungumzia juu ya habari ya mbegu mpya ambayo imeingia kwa mara ya kwanza Tanzania, ambao tunaita ni Great Grandparent, yani GGPs. Lake Zone kwa mara ya kwanza wameingiza mbegu kutoka Ufaransa, ambao ni nguruwe wenye thamani kubwa duniani, ambao ni GGPs, na lengo kubwa ikiwa ni kurahisisha mchakato wa upatikanaji wa mbegu bora hapa Tanzania. Kama unavyojua kwamba Tanzania tumekuwa na changamoto ya uwepo wa mbegu iliyo bora. Kwa hiyo Lake Zone kama wafugaji pia nao wamekuwa wanakutana na changamoto mbalimbali kama hizo, lakini kupitia kampuni yangu ya Genomex ambayo inahusika na masuala ya breeding program, yani usimamizi wa masuala ya vinasaba, basi wakapata fursa ya kuweza kupata mbegu bora kutoka katika kampuni ya Nucleus iliyoko Ufaransa. Kwa hiyo katika mwendelezo wa kutoa hamasa na kurahisisha ufugaji wa kibiashara, ninapenda pia kuwapongeza sana kwa hatua hii kubwa ambayo katika historia ya ufugaji wa nguruwe kiukweli wanastahili pongezi. Na ndugu mtangazaji, kama tunavyojua kwamba sekta ya nguruwe sasa hivi inazidi kukua, na nikirejea katika hotuba ya waziri wa mifugo na uvuvi katika hotuba yake ya tarehe 23 mwezi wa 5, bahati nzuri pia na mimi nilialikwa bungeni. Kwa hiyo nilisikiliza sana juu ya maendeleo ya mifugo hasa nguruwe, na katika hatua ya ukuaji kwa maana ya ongezeko katika mwaka mmoja, nguruwe ameongeza zaidi ya 5% ukilinganisha na ng'ombe ambayo waliongeza 3.4%, lakini pia mbuzi waliongeza 3.2%, na kuku waliongeza 5%, lakini pia nguruwe waliongeza 5.1%. Kwa hiyo kupitia ufugaji wa nguruwe pia kibiashara, unaweza ukaona kwamba ni fursa kubwa kwa wafugaji na wawekezaji mbalimbali. Kwa hiyo napongeza sana Lake Zone Farm kwa hatua kubwa ambayo wameweza kufikia. Labda ni vyakula gani ambavyo wanatumia nguruwe hawa? Kwa upande wa vyakula, lishe ambayo wanatumia ni lishe ya Mr Pig Concentrate, ambayo hizi ni concentrate ambazo zinatengenezwa kama balanced diet na zinaongezwa wanga. Maana yake unaongeza mahindi na unaongeza pumba kupata chakula kamili. Na kwa kutumia concentrate ni sehemu ni rahisi kupunguza pia gharama za mradi, kwa sababu unapowekeza kwenye mradi wa nguruwe ni vyema pia uangalie gharama za uendeshaji. Na ukiangalia pia chakula inachukua zaidi ya 70%. Kwa hiyo ukipata unafuu wa gharama, manake inarahisisha wewe kupata faida kubwa katika mradi wako. Utofauti wake na nguruwe zingine ukoje? Hawa nguruwe ni nguruwe ambao kabisa ni maalum kwa ajili ya uzalishaji kwa maana ya mbegu, sio kwa ajili ya kuchinjwa. Ukiangalia hawa nguruwe wamegawanyika katika makundi mawili, kwa maana kuna wale wanaitwa commercial breeds na hawa wanaitwa breeding stock. Kwa hiyo hawa ni mbegu ambayo kama hawa GGPs katika mpangilio wa uzalishaji wanaanza hawa, alafu wanafuatiwa grandparents ambao tunaita ni pure line, alafu wanafuatia parent stock ambao ndo wazazi, ambao ndo katika mchakato mzima wa kuwaleta hawa wamelengwa hao kuzalisha hawa ambao ni parent stock, ili kila mfugaji mdogo aweze kunufaika na hawa nguruwe. Kwa hiyo hawa ni tofauti ukilinganisha na nguruwe wengine ambao wanafugwa kwa ajili ya uzalishaji wa nyama. Kwa hiyo hawa sio kwa ajili ya uzalishaji nyama, hawa ni kwa ajili ya uzazi au kutengeneza kizazi ambacho mwisho unapata mzazi aliye bora. Labda nguruwe hawa sasa wana uwezo wa kuhimili hali ya hewa kwa muda gani tangia wamekuja huko?
Hawa nguruwe wanafugwa katika mazingira mbalimbali. Tunachozingatia zaidi ni biosecurity, kwa maana usalama wa huyu mnyama kutopata magonjwa. Lakini hali ya hewa, ustahimilivu, uvumilivu ni kama nguruwe wengine. Tofauti yake ni ubora tu. Hawa nguruwe wana ubora wa juu zaidi ukilinganisha na nguruwe wengine. Labda pengine na chanjo sasa wanapataje ili waweze kudumu maisha yao? Nguruwe wote wanatakiwa wapate chanjo zinazotakiwa. Hawa nguruwe wana zaidi ya chanjo 5 ambazo wanazipata kuanzia akiwa mdogo mpaka anapofika hatua ya uzalishaji. Kwa hiyo zipo chanjo mbalimbali ambazo kuna chanjo ambazo wanapata wakiwa wadogo, kuna chanjo ambazo wanapata wakiwa wanakaribia kupandishwa ili kulinda usalama wa watoto tumboni, na kuna chanjo ambazo wanapata baada ya kuzaa ili kulinda pia afya yao na pamoja na watoto wanaowanyonyesha. Labda pengine sasa kwa hawa nguruwe wana uwezo wa kuzaa watoto wangapi? Kwa hawa nguruwe katika level hii ya GGPs, hawa sio wenye uzao mkubwa sana, kwa sababu kwa level yao, katika level yao wao wanaweza kuzaa watoto mpaka 14, lakini watoto wanaowazaa wana uwezo wa kuzaa mpaka watoto 20 na kuendelea. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba hawa wameandaliwa zaidi kuzaa watoto wenye ubora zaidi, ambao wanaweza kuzaa watoto hata zaidi ya 20, ambayo kwa mfugaji akimpata, manake hiki ni kiwanda cha mfugaji kuelekea katika kufanikiwa kupitia ufugaji wake. Wito wako sasa kwa wafugaji? Wito wangu ninasema kwamba kila mwenye nia ya kufuga kibiashara ni vyema aangalie hasa kwenye kupata hii mbegu, kwa sababu ni mbegu ambayo kwa mara ya kwanza inaanza kuzalishwa Tanzania. Haikuwahi kuwepo katika historia mpaka tulipopata fursa ya kuwa naye hapa kupitia shamba la Lekizon Farm, na tunawapongeza sana kwa hatua kubwa ambayo wamefanya kuelekea katika kumnufaisha mfugaji mdogo. Kwa hiyo wito ni kwamba mfugaji anayetamani kufanikiwa, kwanza ahakikishe kwamba anapata mbegu bora, na mbegu bora hasa kwa sasa hivi ni mzazi bora ambaye anaitwa Selenis, ambaye anapatikana tena kwa bei nafuu. Lekizon tunawashukuru kwa sababu na tunawapongeza kwa sababu hapo awali ilikuwa ni gharama sana kumpata mzazi mwenye uwezo wa kuzaa watoto 20. Katika mzazi mdogo ambaye ana miezi labda 3 anaweza kufika hapa Tanzania kwa zaidi ya milioni 2. Lakini kupitia Lekizon Farm ambao wameturahisishia upatikanaji wa mbegu hapa Tanzania, tutakuwa tunawapata kwa bei nafuu hata ambayo haifiki milioni 1. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kuna unafuu mkubwa, na ni fursa sasa kwa mfugaji ambaye anatamani kufuga biashara kuitumia hii fursa. Kwa sababu ili mfugaji uweze kufanikiwa ni vyema uweze kupata mbegu bora ambayo inakula chakula kidogo na ambayo inatengeneza nyama nyingi kwa siku. Kwa hiyo kupitia Lekizon naendelea kuwapongeza na kuwahamasisha pia wafugaji wengine wanaoendelea kufuga na wenye nia ya kufuga kuingia katika mchakato wa ufugaji wa kibiashara kwa kupata mbegu bora kutoka Lekizon Farm. Asante sana.